tangu lilipoibuka kundi la G55, yani G55, linaloaminika kuwa linampinga mwenyekiti wa sasa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Ndani ya chama hicho hali imekuwa si shwari, sababu tangu kutokea kwa jambo hilo la kuundwa kwa kundi hilo la G55, yani G55, na kiongozi wao mkubwa akiwa ni John Mrema, aliyekuwa katibu mwenezi wa chama hicho kipindi cha Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe, hali imekuwa si shwari, kwa sababu kumekuwa na fukuza wenyewe wanasema, yani kumekuwa na hali ya viongozi waandamizi wa chama hicho kuvuliwa nafasi zao, akiwemo bwana Mwita, na leo hii amevuliwa mtu mwingine anaitwa Catherine Ruge. Sasa ukipita kwenye ukurasa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wameandika hivi: taarifa kwa umma. Mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu akiwa mkoani Mtwara kuendelea na operation ya no reform no election, ametengua uteuzi wa Bi Catherine Ruge kama mjumbe wa secretariat ya chama katika nafasi ya mtaalamu wa dawati la jinsia. Uamuzi huu umefanyika kwa mujibu wa mamlaka alionayo mwenyekiti wa chama taifa, na unalenga kuimarisha utendaji na ufanisi katika maeneo husika ya chama. Imetolewa na Brenda Rubia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Sasa hii situation inakuja baada ya lile kuundwa kwa lile group ambalo linaaminika kwamba linampinga mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ya Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Sasa kwenye kutuliza hiyo hali ya kundi hilo na harakati zao, kuna watu wapo kwenye kundi hilo, kwa hiyo wameonekana wanaondolewa kwenye nafasi za chama hicho, zile nafasi nyeti za chama hicho. Ukikumbukwe bwana Mwita yeye aliondolewa, na leo hii tunamuona Catherine Ruge na yeye anaondolewa kwenye nafasi yake hiyo. Sasa kuna mtu anaitwa Yeriko Nyerere, naye ni mwanachama mwandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Yeye ameweka maoni yake kuhusiana na ambacho kinaendelea ndani ya chama hicho. Sasa yeye bwana Yeriko Yohanes Nyerere, yeye ameweka maoni yake, na anaonyesha wazi kabisa kwamba anapingana kwa kile ambacho kinaonekana kinaendelea ndani ya chama hicho. Sasa Yeriko Yohanes Nyerere ameandika hivi: tunalo jukumu kubwa la kupambana na udikteta wa serikali, lakini tuna wajibu wa kujitazama kama tuna uhalali wa kupambana na udikteta huo. Vita ya udikteta isiwe ya makengeza, ipiganwe popote. Tafsiri ya udikteta ni kukataa kukosolewa. Tukatae kufukuza inayoibuka chamani. Haya ni maneno ya Yeriko Yohanes Nyerere kutokana na ambacho kinaendelea ndani ya chama hicho. Yeye anasema hali ya fukuza haifai ndani ya chama chao. Lakini pia kuna mtu anaitwa Luhaga Mpina, anasema Lissu ungenisikiliza asingekukuta haya. Unaona, umepewa chama ukijenge, umeanza na kazi ya kulipa visasi. Kwa hiyo Yeriko Yohanes Nyerere yeye anapingana na ambacho kinaendelea ndani ya chama hicho, kuwafukuza wale wanaoonekana kwamba walikuwa timboe, lakini ndio waliounda kundi la G55. Kwa hiyo tusubiri tuone mwisho wa hichi kinachoendelea sasa hivi, mwisho wake utakuwa ni nini hasa, kwa sababu imekuwa ni hali ya kufukuzana, hali ambayo pengine inaogofya huku nje, kwa sababu hatujui nini hasa kinaendelea ndani ya chama hicho. Nikusii ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV, usikae mbali na kufuatilia mitandao ya kijamii, lakini pia usahau kusubscribe, kulike na kushare ili taarifa hizi ziwafikie na wengine wengi. Ciao.